بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 24 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1442 katika darsa ya risala al-maqalah al-mufida sharh hadith jami' fi al-aqida لفضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. لفكية 21. قوله لا إله إلا أنت، وهذا ختم لهذه المناجاة العظيمة بأعظم الكلمات على الإطلاق. na hapa ndio hitimisho huu mnong'ono adhimu kwa maneno adhimu kabisa, kahitimisha kwa maneno adhimu kabisa. kalimatu tawhid la ilaha illa Allah, kalima ya tawhid la ilaha illa Allah التي لأجلها خلقت الخليقة، كلمة ambayo kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba viumbe. wa ursilatir rusul, na mitume wametumilizwa kwa ajili ya hii kalima la ilaha illa Allah. wa unzilatil kutub, vitabu vimeteremshwa kwa ajili ya la ilaha illa Allah. وبها افترق الناس إلى مؤمنين وكفار، na kwa ajili ya hii kalima la ilaha illa Allah wamegawanyika watu, wakawa wengine ni waumini na wengine ni makafiri. waumini wale waliotamka la ilaha illa Allah na kuitakidi ndani ya nyoyo zao, na kufar kinyume cha hivyo. وسعداء أهل الجنة وأشقياء أهل النار، na wakagawanyika السعداء wale waliofaulu, watu wa peponi, na watu wa kuangamia, watu wa motoni. فهي العروة الوثقى، ndio mashiko yaliyo na nguvu yasiyovunjika wala kukatika. وهي كلمة التقوى، na ndio kalima neno la ucha Mungu la ilaha illa Allah. وهي أعظم أركان الدين وأهم شعب الإيمان، na ndio nguzo muhimu kabisa katika nguzo za dini. sababu kwa la ilaha illa Allah ndio mtu huingia katika Uislamu, shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar rasulullah. na katika shu'abul iman a'laha qawlu la ilaha illa Allah, ndio ya juu kabisa. وهي سبيل الفوز بالجنة والنجاة من النار، na ndio njia ya kufaulu kuipata pepo ya Allah na kuokoka kutokamana na adhabu ya moto. وهي كلمة الشهادة، لا إله إلا الله ndio kalima ya shahada. ومفتاح دار السعادة، na ndio funguo ya pepo. دار السعادة, nyumba ya kufaulu, pepo, funguo yake ni la ilaha illa Allah. وأصل الدين وأساسه ورأس أمره, na ndio msingi wa dini na ndio kichwa cha mambo ya dini.
bila ya kichwa mtu hawezi kuishi. Ndio mfano wake la ilaha illa Allah katika hii dini. وفضائل هذه الكلمة وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون. نفضل يهي كلمة na cheo chake kikubwa na daraja yake katika hii dini ni juu ya vile wanavyoieleza wenye kueleza, hata ukaieleza namna gani, na juu ya vile wanavyojua wenye kutambua. La ilaha illa Allah ni kalima kubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamalizia na kusema la ilaha illa ant. وهذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بألوهيته وأنه لا إله إلا هو. نهوك نكتوسل نكجكربيشنا الله سبحانه وتعالى كأونغ wake, بمعنى hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Ay la maabuda bihaqqin siwa, hakuna anayeabudiwa kwa haki isipokuwa yeye peke yake. Fala ilaha illa anta nafyun wa ithbatun. Sema la ilaha illa anta, kuna kukanusha na kuthibitisha ndani yake. Nafyun lil'ubudiyyati an kulli man siwa Allah وإثبات للعبودية بكل معانيها لله سبحانه وتعالى وحده. hapa munakukanusha ibada kwa yoyote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa hafai kupelekewa ibada, na munakuthibitisha kuwa anastahili kupelekewa ibada kwa maana yake yote. Nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. lakini atakatufahamu wala takunu maqbulatan inda Allah bimujarrad at-talaffuz biha bil-lisan faqat. Hii kalima haikubaliwi mbele ya Allah kwa mtu kuitamka kwa ulimi peke yake, haikubaliwi. sababu wanafiq pia walitamka idha jaaka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Allah sema wallahu ya'lam innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Waongo pamoja na kuwa walikuwa wakitamka la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah, lakini Allah hakuikubali. Kwa nini? Kwa sababu kuna yale yanayofungamana na la ilaha illa Allah ambayo ni wajibu juu yako kuwa nayo na kuyatekeleza. ولا تكون مقبولة عند الله بمجرد التلفظ بها باللسان فقط دون قيام من العبد بحقيقة مدلولها. haitoshelezi kwa mtu atamka peke yake bila ya kuhakiki kule na kutuongoza la ilaha illa Allah. Lazima uhakiki yale maana yaliyoko ndani ya la ilaha illa Allah, وتطبيق لأساس مقصودها من نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله. na haikubaliwi ikiwa hautatabikisha msingi wa malengo yake. Msingi wa malengo yake nini? Kukanusha shirk na kuthibitisha kuwa ibada anastahili ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته من ذلك والعمل به. pamoja na kuitakidi ambako hakuna shaka ndani yake kwa ile maana iliyobebwa ndani ya hii kalima na kuitendea kazi. fabidhalika yakunu al-abdu musliman, kwa hilo mja atakuwa muislamu. wabidhalika yakunu min ahli la ilaha illa Allah, na kwa kufanya hivyo atakuwa katika watu wa la ilaha illa Allah. فصاحب لا إله إلا الله حقا لا يدعو إلا الله. mtu wa la ilaha illa Allah wa kikweli hamuombi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. wala yastaghithu illa billah,
na hataki msaada wakati anapokuwa na shida isipokuwa kwa Allah. Amepatwa na janga, haiti yoyote isipokuwa Allah. Wala yatawakkalu illa ala Allah, wala hamtegemei yoyote katika viumbe, hamtegemea Mola wake pekee yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yanzuru illa lillah, wala haweki nadhiri isipokuwa kwa Allah. Wala yadhbahu illa lillah, hachinji isipokuwa kwa ajili ya Allah pekee yake, chinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yasrifu shay'an min al-ibadati illa lillah, wala hapeleki chochote katika ibada isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Waambie hakika swala zangu, vichinjo vyangu, uhai wangu, kufa kwangu, vyote ni kwa ajili ya Allah, Mola mlezi wa ulimwengu wote, hana mshirika naye katika hilo. Na kwa hilo nililioamrishwa mimi, na mimi ni wa kwanza katika huu umma kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nimeona tafsiri ya moja katika mahurafi akifasiri wa ana awwalul muslimin, maana yake mimi ndio naumbwa wa kwanza kuumbwa kabla ya Adam, ndio maana awwalul muslimin. Lakini hii hakusema Mtume Muhammad sallam peke yake, hata Musa pia asema hivyo. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul sema sema awwalul muslimin. Kwa Musa aliumbwa vipi kabla pia? Sema khurafia, sijui hiyo tafsiri inaitoa wapi. Alafu Mtume sallam asema ana sayyidu waladi Adam, mimi ndiye bwana wa watoto. Kumbe ni mkubwa kuliko babake, mkubwa kuliko babake. Lakini sema yani kuna mtu akazaliwa kabla ya babake, si kali. Ayuha alkhurafiyun, ay makhurafia. Yani hawa yafikia wakati hujui wasikitikie, hujui useme nini, lakini wasikitisha wale wanaokaa chini wakasikiliza. Tena hii ilikuwa ni mada ndefu kama muhadhara vile, azungumza atoa tu dalili kuwa Mtume sallam ndiye wa kwanza kuumba. Alafu katika Qur'an wewe wasoma wama kunta bijanibil gharbi idh qadayna ila Musa al-amra wama kunta minash shahidin. Ukukwepo wewe kwa hayuko Mtume sallam. Wama kunta ladayhim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Hukukuwepo wewe wakiwa wazitupa kalamu zao, nani atakayemlilia Maryam wakaweke ule mtihani? Hukukuwepo wewe. Wama kunta ladayhim idh ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Hukukuwepo wewe wale ndugu zake Yusuf walipokuwa wampangia vitimbi ndugu yao, hukukuwepo wewe. Na aya kama hizi ziko nyingi katika Qur'an, sio wazisoma hawa. Ilikuwa nimenijia tu hapa, nimekumbuka hii kadhia ya yule khurafi Abu Hashim mtadoktor, si doktor kweli kule Nairobi kule, lakini siku hizi kidogo amepunguza, ufikiria kabla hajazungumza. Unajua ukianza ukikosolewa mara moja, lakini shida ni kuwa hamkubali, mkasema kweli ninakosea. Ushaona kuwa pale mmekosea kweli, kimya tu, usiseme kama unkosea, sababu utaonekana una elimu. Si kweli, utaonekana ni mkweli, kitu fulani mmekosea, sawa ni hivi. Asa hawa makhurafi wakifuatwa hivi, wakikosolewa huwa wachunga kweli. Lakini kuna yule mmoja nafikiri si mzima, wao wamuita Jaafar as-Sadiq, yule Jaafar al-Kadhib, Jaafar al-Kadhib, yule anayetoa visa na kusema maiti akajigeuza mwenyewe. Hadha Jaafar al-Kadhib,
yule hata ukamfuata watu wakaona uongo wake wazi wazi, yuendelea tena, yule nafikiri kidogo, unajua kama kidogo hivi sijui kuna nini chaendelea. Allahu musta'an. turudi hapa. والحاصل أن لا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا. لا إله إلا الله haimnufaishi isipokuwa yule aliyeelewa maana yake, aliyeelewa la ilaha illa Allah yakusudia nini, kukanusha na kuthibitisha. Wa'taqada dhalika wa amila bihi, akaitakidi hilo na kulitendea kazi. Amma man qalaha wa amila biha dhahiran min ghairi i'tiqadin fahuwa almunafiq, ama mwenye kuitamka akaitendea kazi kwa dhahiri yake lakini ndani ya moyo haitakidi, huyu ni munafiq. Sababu wanafiki walikuwa kiswali pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba, walikuwa wakienda vitani katika baadhi ya vita pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo dhahiri waona waifanyia kazi, lakini ukweli wa mambo ndani ya nyoyo zao hawaitakidi. Hawa ni wanafiki. وأما من قالها وعمل بضدها وخلافها من الشرك فهو الكافر. أما mwenye kuitamka lakini katika vitendo vyake afanye kinyume chake katika shirk, basi huyo atakuwa ni kafir, si mu'min. Kwa mfano asema la ilaha illa Allah, kisha huyu yasema ya Ali ighfir li dhunubi, ewe Ali nisamehe madhambi yangu, huyu ni mushrik, si muislamu. Au aenda kumuomba maiti, fulani bwana mimi nina shida hizi na shida zile, nitatulie, maiti ya Mungu, huyu ni mushrik kafir. Hata akatamka la ilaha illa Allah mara milioni moja kisha aenda kuomba maiti kwenye kaburi, huyu hawezi kuwa muislamu, si muislamu. Atakufuru kwa kitendo chake cha kumuomba si kuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni hivyo. Hebu chukulia kwa mfano, atamka la ilaha illallah enda kumuomba Lata na Manata na Hubal na Uzza, hukumu yake nini? Moja kwa moja au mshirikina tu. Sasa tofauti iko wapi? Huyo aomba kaburini maiti na aomba sanamu, na yule aomba miti, na mwingine aomba jua, na mwingine aomba ng'ombe, mwingine kila mmoja moto, mwingine kila mmoja na kitu chake anachokiabudu, lakini neno moja la kukusanya wote nini? Mushrik. Wote washirikina, hakuna tofauti. Hakuna tofauti baina anayeomba maiti kwenye kaburi na yule anayeomba mti, na yule anayeomba jua, na yule anayeomba mwezi, na yule anayeomba kila anachokiomba pasi na Allah. وكذلك من قالها وارتد عن الإسلام بإنكار شيء من لوازمها وحقوقها فإنها لا تنفعه ولو قالها 1000 مرة. كذلك mwenye kuitamka kisha akartadi kutoka katika Uislamu kwa kukanusha chochote kile ambacho ni katika vinavyolazimiana na la ilaha illa Allah na haki za la ilaha illa Allah. Kwa mfano akakanusha ibada ya swala, kuwa swala si wajibu, mimi natamka la ilaha illa Allah lakini zaka siitaki, la, katika hali kama hii haitamfaa la ilaha illa Allah hata akiitamka mara 1000. وكذلك من قالها وهو يصرف أنواعا من العبادة لغير الله. كذلك من kuitamka na apeleka aina mbalimbali ya ibada kwa siku Allah, kadua, akapeleka dua kwa siku Allah, wadhabh, kamchinjia siku Allah, kachinjia jini, kachinjia kaburi, maiti, hawote washirikina. Wanadhar, na nadhiri kadhalika. Walistighatha, katika kutaka msaada wakati wa janga. Atawakkul, kumtegemea siku Allah. Al-inaba waraja, kutubia na kurudi, bali kurudia kwa Allah arudi kwa siku Allah, kumtarajia siku Allah. Al-khawf, khofu ya ibada akampelekea siku Allah. Al-mahabba, mahabba ya ibada akampelekea siku Allah, wa nahwi dhalika, na mfano wake katika ibada hizi mbalimbali. Faman sarafa
مما لا يصلح إلا لله من العبادات لغير الله فهو مشرك بالله العظيم ولو نطق بلا إله إلا الله. kwa yoyote yule ambaye atapeleka kile ambacho hakifai kupelekwa isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, kapeleka kwa siku Allah, huyu amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. hata akitamka la ilaha illa Allah haimfai, إذ لم يعمل بما تقتضيه من التوحيد والإخلاص الذي هو معنى ومدلول هذه الكلمة العظيمة. sababu kwa kitendo chake hicho, kwa kitendo alichokifanya, hajatendea kazi muktadha wa tauhid, muktadha wa la ilaha illa Allah katika tauhid na ikhlas, ambao ndio maana na ndiko inakotuelekeza hii kalima tukufu ya la ilaha illa Allah. Sasa watamka vipi la ilaha illa Allah wakati ibada wampelekea siku Allah? Takuwa hiyo jambo lako limenyoka? La, umesimama katika batil, katika shirk, hata ukatamka la ilaha illa Allah. Kwa kuna wale ambao usema asalala, mtu yutamka la ilaha illa Allah msema si muislamu, kama mashia. Si masala ya kutamka la ilaha illa Allah, ni kuwa yule mtu atamka kisha afanye vitanguo vya la ilaha illa Allah vinavyoshangua la ilaha illa Allah. kwa hivyo ukitamka la ilaha illa Allah khalas, hata ukafanya nini wewe hutoka katika Uislamu, sio? Sasa kwa nini kumewekwa mlango wa ridda katika fiqh? Watu wakasomeshwa kuwa mtu akifanya mambo kadhaa au jambo fulani yuartadi na hukumu yake ni kadhaa. Nini maana yake? wakati haiwezekani mtu kurtadi maadamu asema la ilaha illa Allah. maneno haya hayako sawa. وفي هذا الحديث جمع بين التوحيد والاستغفار. katika hii hadithi kumekusanywa ndani yake tauhid na istighfar. maana alipomaliza Mtume sallallahu kutaja kuhusu kuomba maghfira, istighfar, akataja la ilaha illa ant, amalan biqauli Allah ta'ala, kutendea kazi kauli ya Allah inayosema fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika walilmu'minina walmu'minat. kwa hivyo mwanzo jua kuwa hapana anayeabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, kisha omba maghfira, istighfar kwa dhambi zako, muombe waumini wa kiume na wa kike. وكثيرا ما يجمع بينهما في النصوص, mara nyingi hukusanywa baina hivi vitu viwili katika nusus, istighfar pamoja na tauhid. قال شيخ الإسلام ومفتي الأنام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فشهادة أن لا إله إلا الله بصدق ويقين تذهب الشرك كله دقه وجله، خطأه وعمده، أوله وآخره، سره وعلانيته. كلمة التوحيد شهادة لا إله إلا الله mtu akitamka kwa ukweli na yaqini, basi kalima hii huiondoa shirki yote katika moyo wake. Iwe ni shirki ndogo iko pale ndani, iwe ni nyingi, iwe ni kimakosa kusudia, huondoa yote mwanzo mpaka mwisho, yasiri na ya wazi. وتأتي على جميع صفاته وخفاياه ودقائقه. na tauhid huja ikaondoa sifa zote za shirki katika moyo wa mwanadamu, ile iliyofichika, ile ambayo ni ndogo, ikaondoa kila kitu. upande wa pili, wal istighfar yamhu ma baqiya min atharatihi, na istighfar yafutafuta yaliyobakia katika kile kilichobakia, uchafu wa madhambi ufuta. wayamhu adh-dhanba alladhi huwa min shu'ab ash-shirk, na yafuta dhambi, na dhambi ni katika shu'ab ash-shirk, katika vitagaa vya shirki, pamoja na kuwa dhambi nyingine zaweza kuwa sio shirki lakini zafuatana huko katika ule uchafu wake.
fa inna adh-dhunuba kullaha min shu'ab ash-shirki, kwa sababu madhambi yote ni katika vitagaa vya shirki, pamoja na kuwa hayamtoe mtu mwingine katika Uislamu mpaka ifanywe shirki, lakini ni katika ule uchafu unaotokamana nini na msingi mkubwa wa shirki, wal iyadhu billah. فالتوحيد يذهب أصل الشرك، توحيد هو ndoa mzizi wa shirki kuanzia chini. والاستغفار يمحو فروعه، na istighfar yaondoa vitagaa. فأبلغ الثناء قول لا إله إلا الله، katika kumsifu Allah hakuna kama kutamka la ilaha illa Allah, ndio upeo wa kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala. وأبلغ الدعاء، na dua ambao ndio bora kabisa قول أستغفر الله، kule kuomba maghfira na istighfar kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nilikuwa nia nikumaliza, lakini naona muda umesonga. Kesho insha Allah tutamalizia athaniyatu wal 20 ambao ndio itakuwa kikao cha mwisho biidhnillah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.